بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tukiendelea leo ikiwa ni mwezi 28 katika mwezi wa Dhulqa'da, fungu pili, mwaka 1446 Hijria. Risala hii imejikita zaidi katika upande wa ahkamu al-udhiya, hukumu za uchinjaji, ambayo imeandikwa na Sheikh Ibrahim bin Abdullah al-Mazrui. Na leo biidhnillah karimu insha Allah ataelezea shurutuha, ay masharti yake hayo al-udhiya. Tulisoma jana kuthibiti kwake katika Qur'an na Sunna na ijmaa ya wanachuoni, kadhalika hukumu yake, kwa tukasema kumetofautiana wanachuoni. Wako wanaona ni lazima kwa yule ambaye mwenye uwezo, na kama hakufanya hivyo atapata madhambi, na wako ambao wanaona kuwa ni sunna yenye kuongozwa, lakini yule mwenye uwezo akiacha inachukizwa, ni makruhu hilo jambo. Na tukaona dalili za wale wenye kusema kuwa ni lazima ni adillatun qawiyatun bal aqwa. Kadhalika tukaona kuwa haitoshelezi mtu kutoa kima kiasi cha pesa kwa ajili ya kuchinja al-udhiya, na tukasoma wakati wake ni kuanzia baada ya swala hili mpaka mwisho wa siku zile za kuchinja, ambao ayamu tashrik, siku za kukosha nyama, mwezi 13. Likizama jua ile ndio itakuwa ndio mwisho pale kuchinja. Leo anaelezea shurutul udhiyati wa mawani'uha. Tunaanza darasa yetu hapo katika karatasi nambari 4. Shurutul udhiyati, masharti ya udhiya, kadhalika wa mawani'uha, na vizuizi vyake. Mawani', vizuizi vya udhiya, vitu ambavyo vikipatikana udhiya inakuwa haitakikani kuchinjwa. Wa mawani'uha, na vizuizi vyake. Amma shurutuha, amma sharti yake ya udhiya, an takuna mulkan lilmudahhi ghayru maghsubatin au masruqatin au marhuna au amanatin au ghayruha. Anasema an takuna mulkan lilmudahhi, kwanza kiwe hicho kichinjwa ni chenye kumilikiwa kwa yule mchinjaji, awe ni cha kwake, amekimiliki. Ghairu maghsuba, kisiwe kichinjwa hicho ni chenye kuporwa. Mathalan tutataja sana mbuzi kwa sababu ndio watu wengi wanachinja mbuzi. Ukiacha mbuzi katika miji yetu, watu huchinja nini? Ng'ombe. Basi katika miji yetu ndivyo vitu hivyo tu, ni mara chache sana ngamia au kondoo. Sasa mbuzi ameporwa, wewe ukaletewa, ukamnunua, ukachinja, haitofaa. Au masruqa, au ikawa ni mbuzi wa kuibiwa. Umeiba mbuzi sehemu, afana Allah wa iyyakum, unataka kuchinja al-udhiya, itakuwa la yajuz, haifai. Au marhuna, au ikawa asiwe ni marhuna, kile kichinjwa kwa kimekiwa rehani, kwa sababu kitu kikiwa rehani si cha kwako. Ni mithili kama ni umewekewa, kisha mwenyewe atataka kukifuata, kwa hiyo haitofaa. Au amana, au ikawa ni amana, umepewa ni amana ya watu, hii amana yangu nikamatie, nimeleka hii amana yangu nikamatie, lakini ile amana wewe ukiichukua ukaitumia, haitofaa. Au ghairuha, au zisizokuwa hizo katika vitu ambavyo havifai kufanya nini, yule mbuzi kutasarraf, ikawa wewe unamtumia. Jambo la pili, an takuna min bahimati al-an'am, au hicho kichinjwa ni katika wale wanyama
wanyama hoa, wanyama wa mifugo ambao wametajwa katika aya walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatul an'am ni wanyama wa mifugo. Bidalili al-ayati, kwa dalili ya aya ambayo tumesoma hiyo, wa fi'lihi, na kitendo chake Mtume sallallahu alaihi wasallam alichinja bahimatul an'am, wa amrihi sallallahu alaihi wasallam, amri yake Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema tuchinje bahimatul an'am. Bahimatul an'am ni wanyama gani? Tumetaja jana katika kitabu, pia ametaja Sheikh kwa ni nani? Al-ibil, ngamia ambayo naqatu, au nani? Al-baqar, ng'ombe, au al-ghanam, ngamia, afwan al-ghanam manake mbuzi na kondoo, au kondoo na mbuzi, wanne. Na hakuna sharti lazima awe dume, hakuna sharti wote, akiwa jike akiwa dume. Na hili jambo biittifaqi ulama, kwa makubaliano machuoni, yeyote afaa akiwa jike au dume, si lazima dume. Akipatikana dume fabiha wa ni'ma, ni bora. Akipatikana dume ni bora zaidi, kwa sababu dume ni bora kwa sababu ya ukubwa wake, na ile nyama itakuwa ni nyingi, watu watafanya nini? Wataenea. Lakini hakuna sharti lazima yule mnyama awe dume, hakuna sharti hiyo. Jambo la tatu, an takuna balighata sinni, awe amefikia umri al-mu'tabari, umri ambao wenye kuzingatiwa shar'an, kisheria. Kuna umri ambao unazingatiwa kisheria, atakiwa mnyama huyo afikie umri huo. Kivipi? Bi an yakuna thaniyan, awe thaniyan. Thaniyan nini? Ataelezea. Athani ni nini? Ataelezea. Thani maana yake afikie kikomo cha ule umri ambao wahitajika, atataja ni umri gani. Ni hadithi, katika hadithi ambayo imekuja, la tadhbahu illa musinnatan, musichinje isipokuwa mnyama ambaye amekomaa, amefikia umri. Kwa sababu musinna, neno hili maana yake wa hiya allati balaghat sinnan muayyanatan, ni yule ambaye amefikia umri maalum wenye kuhitajika, ndio musinna. Imeleka. Illa an ta'sura alaykum, isipokuwa mtakapokuwa kuna uzito kwenu nyinyi, mchinje mnyama ambaye ni musinna. Na hasa hapa kusudiwa musinna malaha sanatun min al-ma's, ni yule ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa akielezea masahaba, mchinje musinna, yule ambaye ni mbuzi amefikia umri wa mwaka ngapi? Mwaka mmoja. Ndio maana hiyo hadithi akasema illa an ta'sura alaykum, ikiwa tabu kwenu nyinyi. Kwa sababu ta'sura maana yake ai ayashuqa alaykum, ikiwa ya tabu kwenu nyinyi, fatadhbahu jad'atan, basi mtachinja nini? Jad'atan. Jad'a nini? Jad'a ni kondoo malaha 6 ashhuri, yule ambaye ana miezi mingapi? Miezi 6, minadhani, katika kondoo. Sasa mkishindwa, mkikosa mbuzi ambaye ana umri wa mwaka mmoja, basi chinjeni kondoo. Fatadhbahu jad'atan, chinjeni kondoo minadhani. Minadhani maana yake ndio kondoo ambaye ana umri, ana nusu mwaka, yani nusu ya mwaka, ana miezi 6 ambao ni nusu mwaka. Kwa fatadhbahu jad'atan, mtachinja huyo kondoo, au fatadhhabu jad'atan min ad-da'ani, mtachinja huyo kondoo ambaye ana miezi 6. Atataja, ataelezea Sheikh mwenyewe. Wathani, na ithani iliyotajwa hapo juu, min al-ibili, kutokana na ngamia, ili aite huyo ngamia ni thaniyatun au thaniya. Huyo ngamia katika neno thani, yeye matamma lahu 5 sinin, ni yule ambaye amefanya nini? Ametimia umri wa miaka mingapi? 5. Kwa ngamia atimia umri wa miaka mingapi? 5. Wa min al-baqari, na katika ng'ombe, katika thani matamma lahu sanatan, ni yule ambaye ametimia miaka mingapi? Miaka 2. Kwa ng'ombe akitimia miaka 2 atafaa kuchinjwa nini? Al-udhiya. Jambo muhimu sana hili unatakiwa elewe, usichinjie tu vidamu vya watu. Wa min al-ghanami, na katika mbuzi
ma tamma lahu sanatun, yule ambaye ametimia miaka mingapi? Mwaka mmoja. Kwa mbuzi akitimia mwaka mmoja itafaa kuchinjwa. Waljadha, na kondoo nisfu sanatin, ni yule ametimia nini? Nusu mwaka. Miezi mingapi itakuwa? Miezi 6. Na hii ndio kauli ambayo ni kauli ya Hanabila, na wanachuoni wengi wamekwenda hivi kwa nusu mwaka, lakini hata Ash-Shafi'iyya wanaona mpaka kondoo afike mwaka ngapi? Mwaka mmoja. Lakini hii ndio kauli ambayo inatumika sana, ni hii ambayo wanachuoni wengi wamekwenda na kauli hii. Kwa hiyo huo ndio umri wa hawa wanyama. Ngamia tumesema miaka mingapi? 5. Ng'ombe 2. Mbuzi mwaka mmoja. Kondoo miezi 6. Hawa ndio watafaa kuchinjwa wakifikia umri huo. Amma mawani'uha, ama vizuizi vyake hawa wanyama, fahiya al-uyubu al-mani'atu, nazo ni zile aibu ambazo al-mani'a, zenye kuzuia, min al-ijza'i, kutokana na kunini? Kutosheleza kuchinjwa. Kuna aibu hizo zinazuia kutosheleza yule mnyama kuchinjwa, na hili lafaa kwa kila ambaye atakayeingia katika ibada hii ufahamu, na wale ambao wanauzia watu wanyama watakiwa fahamu katika hizo aibu. Wa hiya almadhkuratu fi hadithi al-Bara ibn Azib, na hizo aibu ni zenye kutajwa katika hadithi ya al-Bara ibn Azib. Qala, amesema qama fina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisimama kwetu sisi mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akasema arba'un, mambo manne, la tajuzu fil adahi, haifai kwa wale vichinjwa. Mambo manne wakiwa nayo, ndio maana yake arba'un khisal. Mambo manne la tajuzu fil adahi, hayafai kwa vile vichinjwa wakiwa nayo mambo hayo manne. Wa fi riwayatin, na katika riwaya nyingine imekuja la tajzi, haitoshelezi. Aibu hizo au mambo hayo manne wakiwa nayo hayatoshelezi. Jambo la kwanza katika zile aibu, al-awra'u al-bayyin 'awaruha, ni uchongo. Al-awra, huwa chongo yule mnyama, al-bayyin 'awaruha, ambao uchongo wake uko wazi. Al-bayyin maana yake dhahir, al-bayyin maana yake adh-dhahir, unaonekana. 'awaruha, ule uchongo wake unafahamika, unaonekana, huyu ni chongo. Kwa chongo, mnyama chongo hatofaa kuchinjwa. Wal maridatu, kadhalika mnyama mgonjwa. Albayyin, ambaye iko wazi. Mararuha, maradhi yake yako wazi. Maradhi gani? Yataelezewa kwa ufupi. Kwa yule mnyama akiwa mgonjwa na maradhi yake yako wazi, yanaonekaniwa, haitofaa kuchinjwa. Aibu ya ngapi? Aibu ya pili. Wal arja'u, na tunaita arja ni ile dosti, wale wanyingine tutasema ichebe, kilema kweli sawa, kilema, lakini ni ile dosti ambaye anachechemea au mguu mmoja hana, vitu kama hivyo. Kwa wal arja, yule kilema. Albayyin arajuha, ambayo kilema chake ni chini kuonekana. Aibu ya ngapi? Ya 3. Wal kasiru allati, na yule ambaye amevunjika, ndo al-kasir. Inkasara, kimevunjika au amevunjika? Al-kasir yule aliyevunjika. Kwa wal kasiru allati, na yule aliyevunjika ambaye la tanqa, aliyevunjika ambaye la tanqa, manake hatowi, yani hawezi kutoa ule uboho. Uboho unajua ule mukh ambao uko katika mifugo, mwaita vipi Kiswahili? Ule ambao unafyonza kisha unatoka kama mweupe ule, hamjui Kiswahili? Basi ule kama mafua fulani meupe. Kwa hana ule, amevunjika kisha hana ule, ataelezea shekhi. Al-ajfa'u, ay manake ad-dha'ifa, mnyama ambaye ni dhaifu, pia haitofaa kuchinja.
والعمل على هذا الحديث نجو يكفنيا kazi hadithi hii عند اهل العلم mbele ya wanachuoni wameelezea kama hivi. Al-ula, huyo mnyama wa mwanzo, al-awra, ambaye ni chongo, al-bayyin awaruha, ambaye chongo wake uko wazi, wa hiya allati, ni yule chongo ambaye in khasafat ainuha, jicho lake ima limezama ndani, maana yake jicho lake limezama halionekani, au barazat ay dhaharat, au limetokeza, limedhihiri, jicho liko limetoka lakini halioni. Tunamwomba Allah sote atuepushe, afana Allah yako, na ambao Allah amewapatiani huo ondoshe. Ni mamoja, in khasafat, limezama ndani, ainuha, jicho lake, au barazat, au limedhihiri, limetokeza, haitofaa muda wa kuwa nini? Ni chongo. Watulhaqu biha al-amya, ataunganishwa hapa yule ambaye ni kipofu, allati la tubsir, ambaye hapa nini? Haoni. Athania, wa pili. Kwa hiyo ina maana aibu ya kwanza ni nini? Uchongo. Ni mamoja chongo yake iko ndani au imefanya nini? Imetokeza. Kadhalika utaunganishia hapa kuna kipofu. Hii ni katika wanyama jamani, si wanadamu. Usisema mwanadamu hafai kuwa naye, usiamini naye huyu chongo, haina maana hiyo. Athania, wa pili, wala usijikasema ina maana ukiwa chongo huruhusiwi kufanya nini? Kuchinja. Si wewe mtu, akusudiwa mnyama. Wa pili, almaridatu, mgonjwa, albayyin maraduha, ambaye ugonjwa wake uko wazi, kalhumma, kama ambaye ana homa. Homa si kwetu mpaka wanyama apiga, ana homa kali hatochinjwa. Waljarab, kadhalika jarab ni upele au kurutu, ana kurutu, lakini wa kurutu adh-dhahir, wenye kuonekaniwa, unaonekana huo hapo kurutu hakuna, sawa, mwenye kurutu adh-dhahir, na dhahir. Wal mashhuma, kadhalika yule mwenye kasoro mbaya, ana jeraha pengine baya, ana maradhi mabaya, pia hatochinjwa. Wakadhalika, na hivyo ma asabaha sababul maut, yule ambaye atakayepatwa na sababu ya kifo, mauti, hatochinjwa. Mfano, Allah ametaja katika aya hurrimat alaykum almaytatu waddamu, mpaka mwisho aya, wama uhilla lighairi llahi bi, mpaka mwisho aya. Kisha Allah akasema walmunkhaniqatu walmawqudhatu walmutaraddiyatu wannatiha wama akala as-sab'u, hawa nyama hawa haifai. Hurrimat alaykum, imeharamishwa kwenu nyinyi wala. Sasa mnyama yote atakayepatwa na moja katika sababu za mauti yenyewe ni yapi? Ndio ayataja. Mfano, kalmunkhaniqati. Almunkhaniqa ni yule ambaye aliyekufa kwa kunyagwa koo au kunyongeka koo, fahamu, pengine amenyongwa, au yeye mwenyewe katika kutafuta chakula akajifanya nini? Akajinyonga, akajipinza, akajinyonga, akafariki, haitofaa. Wa kwanza. Walmawqudhati, almawqudha ni yule ambaye alifariki, aliyekufa kwa kupigwa, akapigwa na kitu kizito akafariki, au akapigwa tu akafariki, haitofaa kumchinja katika udhiya, sababu tayari ndio ameshakufa na amekufa kwa kifo hicho. Walmutaraddiyati, kadhalika mutaraddiya ni yule ambaye alikufa kwa kuanguka, alianguka akafariki, haitofaa kuchinja. Wanatihati ni yule ambaye alikufa kwa kupigwa pembe, mwenzake akampiga pembe, si inatokezea, mwenzake akampiga pembe akafa, haitofaa. Wama akala as-sab'u, na yule ambaye aliyekufa kwa kuliwa na mnyama. As-sab'u ni wale wanyama mbuai. Wajua wanyama mbuai kama chui, namir, au asad, simba, au fisi, kama wakamla, haitofaa pia wewe ufanye nini? Uchinjwa. Angaliwa nini? Nyuki aweza kumla mbuzi, tuseme ameliwa na nyuki akafa, ndo basi ni hatofaa.
utaunganisha hapo hapo. Sawa, barakallahu fikum. Kwa hiyo aibu ya pili ni maradhi. Ndio kama hayo maradhi makubwa yote tunayoona. Athalitha wa tatu, al-arja al-bayyin dhal'uha, yule ambaye ni tumeambiwa nini, kichegu ambao uko wazi uchegu wake. Dhal'uha ni hiyo kichegu, dhal'uha maana yake arajuha. Hii itakuja kwa dhal'uha, yote maana moja, na dhal'uha zote maana moja, maana yake arajuha, ule kilema chake kiko wazi. Wa hiya allati, na huyu yule ambaye la tastati'u, hawezi muanaqata as-salimati fil mashi, ni yule ambaye hawezi muanaqata as-salima fil mashi, hawezi kutembea na yule ambaye, au hawezi kuchanganyika na yule ambaye mwenye afya yake iliyosalimika. Yeye hawezi kutembea, akitembea na wale wenzake ambao afya zao zimesalimika, hawezi kujichanganya, hawezi kutembea. Ukamkuta nini, anacheguria, anapitwa na wenzake, siku zote yuko nyuma, anapitwa na wenzake. Wakadhalika maqtu'atu rijlain, huyu kichegu mwenye kuchechemea, pengine mguu wake umefanya nini, mguu mmoja umefanya nini, umekatwa, au mguu mmoja umefanya nini, ni mdogo na mkubwa, si inatokezea. Hasa Sheikh anasema unganisha hapo yule ambaye maqtu'atu rijlain, ambaye amefanya nini, amekatwa miguu yote miwili. Si wako wanyama hawana miguu miwili, pia naye hatofaa kuchinjwa. Yafahamika? Aina. Kwa ina maana huyo ngapi? Watatu. Arabi'a wa nne, alkasiratu, yule ambaye amevunjika, au alajfa alhazila, ambaye ajfa tumesema ni yule ambaye alhazila maana yake ai adhaifa, aliyedhoofika, aliyedhaifu, alati ambaye la tunqa, ani hawezi kutoa, au laysa fiha mukhun fi idhamiha, ambaye hana nini, hana ndani yake uboho katika nini, idhamiha, katika mifupa yake. Uboho sijui mwita vipi je Kiswahili kingine, lakini ule urenda ule ambao uko katika mifupa ya mnyama, mbuzi, ukivuta ule unakuja ule. Na kuna baadhi ya watu kama hajapata mbuzi ana ule, hakubali, baada ya kuchukua shoka sana piga avunja apate ule. Asa mbuzi ambaye hana ule hawezi kuchinjwa. Lakini chunga timu nyingine, yule mfuko una ncha, ukifanya unajichoma na kutoa damu, ule uboho, si ubongo, uboho. Hadhihi al-uyub, aibu hizi, almani'atu min al-ajza, ni aibu ambazo ni zenye kuzuia min al-ajza, kufaa, ujuzu, zinazuia kufaa yule mnyama kuchinjwa. Famata wujida wahidun minha, wakati wote atakapopatikana moja kati ya hizo aibu, fi bahimati, katika mnyama, lam tajiz at-tadhiya, haitofaa kuchinjwa biha, wanyama hao, lifaqdi ahadi ash-shuruti, kwa sababu kwa ajili ya kukosekana moja ya masharti, wa huwa as-salamatu min al-uyubi, nayo ni kusalimika kutokana na nini, aibu, almani'ati, yenye kuzuia, min al-ajzai, katika kufanya nini, kufaa, kujuzu yule mnyama kuchinjwa. Kwa hiyo ikipatikana moja katika hizi sababu,